Habari za leo, karibu tena katika channel yetu ya WSAB Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Leo nitakuelezea nini kitatokea mwilini mwako endapo utazingatia kutumia ndizi mara kwa mara. Wengi hawafahamu kwamba ukitumia ndizi mara kwa mara utapata faida gani, lakini pia wengi hawafahamu pia matumizi mazuri ya ndizi mbivu ni yapi. Kutumia ndizi mbivu kama hii, matumizi yake mazuri ni yapi? Sasa wengi hawafahamu. Kwa hiyo kama ufahamu ndizi, kama ufahamu banana, basi ndio hii hapa inayokuonesha zimekuwa ni bora kwa afya. Sasa muda mzuri wa kutumia, hakikisha unatumia moja au mbili. Muda mzuri kabisa, mzuri zaidi, tumia katikati ya mlo au asubuhi unapoamka, kwa sababu inaongeza ulinzi kwenye kuta zako za tumbo. Kwa hiyo hapa utapata faida zipi ambazo utazipata endapo utatumia ndizi mbivu? Wengi sasa hawafahamu. Tumekuwa tukiwaelekeza mara kwa mara, tumia ndizi mbivu. Sasa hapo ni kuweze kuelekeza. Tuambie pia kwenye comment, wewe unakula ndizi kwa muda gani? Kila ndizi kila siku, ndugu yangu, ni chakula kimoja bora sana. So faida namba moja ambayo utaipata, mwili wako utakushukuru. Kwa nini? Usaidia mmeng'enyaji wa chakula. Ni kwa nini? Kwa sababu kwenye ndizi kuna kitu tunakiita fiber. Fiber ni bora zaidi, ambazo ndugu yangu, tunapoongelea fiber ni nyuzi ambayo inasaidia tumbo kufanya kazi vizuri na kuzuia choo kuwa kigumu. Ndugu zangu, kuna wenzangu sana hapa wanapata choo kigumu, hawapati choo kabisa. Sasa kama upati choo kigumu, unapata choo kigumu au upati choo kabisa, hiyo inatokana na mfumo wa usagaji wa chakula au mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula kuwa dhaifu. Unachotakiwa, tumia vyakula, tumia matunda yenye fiber. Matunda yenye fiber yatakusaidia kuweza kulainisha choo. Utaweza kupata choo kilaini na hautaweza kupata choo kigumu kama ambavyo wengi wamekuwa wakifikiria. Hiyo ni faida namba moja ambayo utaweza kuipata. Faida namba mbili, hupunguza asidi na vidonda vya tumbo. Hupunguza asidi na vidonda vya tumbo. Ni kwa nini? Kwa sababu ulinda kuta zako za tumbo. Nimekuwa nikiwaambia kwamba unapotumia ndizi mara kwa mara unalinda kuta zako za tumbo. Uzuri video hii nimeweza kuiandaa asubuhi, na asubuhi wanaambia, asubuhi hakikisha ukiamka asubuhi, kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya, video hii nimeandaa asubuhi, unakuwa na maji yako ya uvuguvugu kama ambavyo unavyoona, maji yako ya uvuguvugu. Amka uchemshe maji. Ukichemsha maji ya uvuguvugu, lakini pia upate tunda mojawapo kati ya parachichi, papai na watermelon, ambayo tunasema ni tikiti maji, na kukumba tunasema ni tango. Ila sasa hapa tunaongelea faida za nini? Za ndizi. Kwa hiyo ndizi inapunguza maumivu, inalinda kuta zako za nini? Za tumbo. Kwa hiyo inapunguza maumivu ya acid reflux na ulcers. Inapunguza maumivu kwa kuongeza ulinzi kwenye kuta zako za tumbo. Lakini kama unateseka bado na vidonda vya tumbo, hakikisha unapata dawa ya kumuondoa H pylori. Na kama unateseka na acid reflux, hakikisha dawa ya kuimarisha valve inayounganisha kora chakula na tumbo, huku ukiendelea kutumia ndizi. Hii sio kwamba hii peke yako inaweza kuondoa, ila inapunguza maumivu. Unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha unapata tiba ya kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia inaongeza nguvu mwilini haraka. Zina sukari asili, glucose, fructose moja kwa moja. Inaongeza nguvu. Tunahitaji sukari, ni tamu hii, ukiila ni tamu. Sawa, ukiila hii kitu ni tamu. Sasa ule utamu ulioko hapa ni sukari. Sukari kazi yake ni sukari, mtu tunasema ni fructose, lakini pia ni glucose. Hii inaongeza nini? Nguvu, inaongeza nishati. Sawa, inaongeza nishati kwa haraka. Kwa hiyo uchovu na wale wanaofanya kazi nzito, hii ni best solution. Unakuwa ni mtu wa nguvu, energy. Sawa, kwa sababu ina sukari. Lakini pia inarekebisha choo. Wale ambao mnakosa choo kabisa, unakuta kuna mtu anakuambia, daktari, mimi sasa hivi nina siku 3 sijapata choo. Ndugu yangu, ni hatari. Kama una siku 3 hujapata choo, ni hatari, unafunga choo. Kwa unapokula hizi ndizi mbivu, husaidia kusawazisha mfumo wa choo. Kwa hiyo unaweza kupata choo vizuri. Inaimarisha mfumo wa moyo, na inaimarisha moyo na pressure. Ina potassium. Hapa kuna potassium, sawa, ambayo inasaidia kushusha pressure kwenye damu na kulinda moyo. Potassium iliyoko kwenye ndizi mbivu inakusaidia kuweza kulinda moyo wako, na wengi hivi hawafahamu. Ndugu yangu, hakikisha asubuhi, hakikisha unatumia ndizi 2 kwa siku, 2 tu per day. Utaona mabadiliko ambayo utayapata ndani ya mwili wako. Mwili wako unahitaji mabadiliko, mwili wako unahitaji vitu ambavyo vitaufanya uweze kubadilika. Kwa hiyo ukitumia ndizi mara kwa mara, utalinda moyo wako, lakini pia utajilinda juu ya changamoto
ya pressure. Lakini pia inaongeza kinga ya mwili, ina vitamini C. Kuna vitamini C hapa na antioxidants ambazo zinapambana na magonjwa. Tumia ndizi upambane na magonjwa. Tumia ndizi uweze kuongeza kinga zako, kuongeza wanajeshi wa mwili wako, uweze kupambana na magonjwa. Kuna watu ambao kisukari imo, pressure imo, malaria imo, typhoid imo, UTI imo, nini imo, fangasi imo. Kinga ya mwili ni dhaifu. Sawa? Mwili wako hauna uwezo wa kupambana na magonjwa. Hakikisha unatengeneza mfumo wa mwili wako kupambana na magonjwa. Sawa ndugu zangu, kula hii vitamini C. Usaidia afya ya ubongo na kumbukumbu. Zina vitamini B6 moja kwa moja inayosaidia kazi ya ubongo na mfumo wa neva. Kumbukumbu. Mtu ameshika ndizi anakuuliza, hivi ndizi zangu ziko wapi? Kumbukumbu. Inaongeza concentration. Tumia ndizi, mwili wako utakushukuru. Sawa? Utakushukuru. Lakini pia upunguza msongo wa mawazo, usaidia uzalishwaji wa homoni za furaha. Kula hii uwe na furaha. Kula hii uenjoy. Kula hii ujitengeneze vizuri. Sawa? Kwa hiyo hii moja kwa moja ni nzuri kuondoa msongo wa mawazo. Nzuri kwa wajawazito. Unapunguza kichefuchefu na asubuhi na kuimarisha afya ya mama na mtoto. Inapunguza kichefuchefu. Wajawazito, ndizi mbivu na wajawazito inapunguza kichefuchefu, ni nzuri. Ingawa sasa wanawake wajawazito wengi hawapendi kwa sababu ni tamu, ila ni nzuri, inapunguza kichefuchefu. Sawa? Tuambie hapo chini kwenye comment, wewe mama mwenye kichefuchefu wewe unatumia nini kupunguza hiyo changamoto? Ila ukitumia hii itaweza kukusaidia. Usaidia kuongezeka uzito kwa afya. Wale ambao mnataka kamwili kenu kaongezeke. Kuna mtu alikuwa anatumia kaneno kwamba anahitaji mwili wa kuvalia suti. Kamwili kakuvalia suti. Tumia hii kitu, itafanya mwili wako uweze kuongezeka kidogo kidogo, taratibu, bila kuumiza mwili. Wengi mnatumia vitu vya kuongeza mwili ghafla. Hivyo utafanya ukonde ghafla hivyo. Shortcut is wrong cut. Sawa, hakikisha unasaidia mwili wako kuweza kurudi kwenye position ambayo unataka. Sawa, muda mzuri wa kula hizi, sawa, ni asubuhi au katikati ya mlo. Hiyo itakuwa inapendeza zaidi. Tuambie hapo chini kwenye comment, wewe ni faida gani ambazo umezipata kwa kuendelea kutumia ndizi kila siku. Kama utakuwa na swali lolote la kiafya, basi WSAB Clinic tuko hapa kuhakikisha afya yako inaimarika. Karibu na Mungu apate kukubariki.